Radiographer ananiambia nikiangalia ubongo wa mtoto ni kama vile kuna sehemu kuna kovu hivi. Uliwahi kumwangusha mtoto? Nikamwambia mimi sijawahi kumwangusha, lakini sasa watoto wadogo wanakaa na watu tofauti na mimi naenda kazini. Kwa nyumbani sijui labda kama waliwahi kuanguka. Akasema ni kama vile sehemu yake ya ubongo wake wa mbele hauko vizuri. Ananiambia sasa, ila usijali, huyu anaweza tu aka-improve labda kwa 50%. Alright, habari yako mdau wetu wa kipindi chetu pendwa cha Fix You with Kamrin. Karibu tena kwenye episodi nyingine nzuri sana. Majina yangu mimi naitwa Irene Kamgisha, niko na mgeni wangu mzuri sana. Napenda kumuitaga dada Sesi. Anaitwa Cecilia Meshi. Yeye ni mke na ni mama wa watoto watatu, lakini pia ni HR, ni mzungumzaji na ni mshauri. Na network yake inaitwa Parenting for Autism Network. Ni kwa ajili ya wazazi wenye utoto wa usonji kama sikosei, na anatoa support kwa wazazi wenye watoto wa usonji. Sasa ikiwa wewe ndo mara ya kwanza unasikia usonji au autism, ina maana wewe una mambo mengi sana ya kujifunza. Sasa nimeleta mtu ambaye ana experience ya kulea mtoto mwenye usonji, lakini sio tu experience ya kulea mtoto mwenye usonji, na hii safari yake imekuwa ni ya ushindi, kwa sababu mtoto yule anafanya vizuri sana, anaweza kufanya vitu ambavyo pengine hakutarajiwa kuvifanya. Kwa hiyo safari yake ilikuwaje? Unajua unapokwenda leba, mimi nimejifunza kwamba unapokwenda leba kujifungua mtoto, you never get to choose kwamba nataka mtoto mwenye utindio wa ubongo au nataka mtoto mwenye utaila, nataka mtoto mwenye usonji. Unabeba mimba yako miezi 9 yote, unamaliza vizuri, unajua umebeba kilicho chema. Unaenda unajifungua, unapewa katoto kako, unarudi nyumbani. Baadaye unashangaa mtoto mbona hivi. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunajifunza kwenye maisha kila siku kwa wazazi wote. Lakini sasa leo tuna mzazi ambaye ana story ya ushindi juu ya malezi ya mtoto mwenye usonji. Kwa kama wewe uko na mtoto mwenye usonji, story hii inakufaa sana. Lakini inawezekana ukawa hauna, lakini unamjua mtu mwenye mtoto mwenye tatizo hilo. Yaani tunaishi nao kila siku, lakini unajikuta unaongea hujui hata cha kufanya au uelewi ni nini, na wewe unajiunga na watu wa upande wa pili ambao wanaongea vitu ambavyo sio vya kweli. Kwa karibu sana kwenye episodi hii, naamini utajifunza mengi kutoka kwa dada Sesi. Karibu sana dada Cecilia. Asante sana Irene, na furahi kujumuika nanyi. Ni nafasi kwa kweli ya kipekee nimeipata kuwepo kwenye ofisi yako na kuweza kushare na audience yako mawili matatu ambayo yanahusiana na usonji. Amen. Asante sana. Kwa hiyo dada Sesi, labda utuambie kwanza usonji ni nini? Usonji ni neno ambalo limekuja kwa niseme la Kiswahili, ambapo limetokana na autism. Sijui walioleta neno usonji walilitohoa kwamba ni lugha ya kigeni ama lilitokana na nini, lakini kwa maana ama tafsiri hasa ni sio ugonjwa kama ambavyo watu wengi wamekuwa wakifikiri kwamba usonji ni ugonjwa. Usonji sio ugonjwa, ni hali ya kiafya ambayo inampata mtoto aidha anapokuwa amezaliwa au inatokea baada tu ya kuwa amezaliwa. Na huwa inampa changamoto kwenye uwezo wake wa kuwasiliana na maendeleo yake mengine. Wengine inakuwa mpaka kwenye kuzungumza. Unakuta kuna watoto wenye usonji ambao hawaongei kabisa. Wengine huwa wanaongea lakini kuzungumza yao ama kuongea yao huja taratibu ama kwa kuchelewa. Kwa mfano tumezoea kwa kawaida watoto wengi wanaanza kuzungumza kuanzia labda miezi 9, wale wanaowahi sana. Wengine mwaka na nusu watoto wanakuwa wanaongea, lakini watoto wenye usonji wengine wanakuja kuanza kupata uwezo wa kuzungumza kuanzia labda miaka 5, 6, wengine mpaka 7 ndio wanaanza kuweza kuongea. Lakini kuna wale ambao hawawezi kabisa kuzungumza. Na hiyo pia inaathiri uwezo wao wa
wazungu wanasema interaction, lakini Kiswahili tunasema uwezo wa kujamiana, ile kuweza kuchangamana. Kwa mfano hapa tunakaa tunaongea, kama tuko watoto wengi, kwa mfano sisi ni watoto tunakuwa tunagombania labda midoli, kuna namna watoto wanakuwa wanapenda kukaa pamoja. Lakini watoto wenye usonji kwa kawaida unakuta ule uwezo wao wa kuchangamana unakuwa umeathirika. Kwa hiyo muda mwingi wanapenda kukaa peke yao, kujitenga, anakuwa na dunia yake peke yake. Labda hata utakuta aina yake ya matoi anayoyapenda sio yale ambayo kiukawaida tumezoea kuona watoto wakiyapenda na kuyagombania. Au anaweza akawa ana hali ya attachment ama ung'ang'anizi wa aina moja ya toy kila siku na aina fulani ya kupanga vitu vyake. Anakuwa na upekee tofauti na ile hali ambayo tumeizoea tunasema ni ya kawaida kabisa ya watoto wanavyozaliwa na kukua. Ya, kwa hiyo nimejaribu kueleza kwa lugha ambayo ni rahisi kwa sababu unaiona kwa mtoto kama ukiwa unamzingatia. Ukiwa haumzingatii unaweza ukaona ni kawaida. Lakini ukiwa unazingatia, na haswa kama umeshawahi aidha kuona watoto wanavyokuwa wadogo wanakuaje au umelea watoto wengine, ni rahisi sana kuweza kugundua kwamba huyu yuko tofauti. Ni rahisi kugundua kwa sababu ana namna ya peke yake ya kukua, ya upekee kabisa. Right. Yes. Sisi wao na watoto watatu sasa hivi. Ndio Sasa yule wa kwanza yuko pretty normal kabisa, si ndivyo? Sasa huyu wa pili kwanza baada ya kutoka labda leba na nini, uligundua ana shida, uligunduaje yani? Mtoto wangu wa pili mwanzoni kwa ukweli kabisa sikugundua chochote. Yani nimejifungua sikugundua kama mtoto ana shida. Kwa sababu labda nikianza kurudi baki kwenye ujauzito ulikuwa una changamoto, sababu kuna ile hali mama akibeba ujauzito wanasema unakuwa kama unatishia kutoka. Kuna hali waga zinawakuta wanawake, unapata spotting, unakwenda hospitali wanakuambia tutakupa dawa za hormone ushikilie, kuna mambo kama hayo. Kwa hiyo hali ilinitokea kwa ujauzito wa pili. Nilipata hali za kama mimba kutaka kutoka. Lakini niliweza kupata matibabu na mapumziko ya kutosha. Lakini pia ujauzito ule ulipofika wiki 34, 33 kwenda 4, nyumba ilipasuka. Ilipopasuka maji yalitoka yote kabisa. Kwa hiyo unaweza ukaona wiki 33 34 ni kama miezi 8. Yaani hujafikisha ile full term ya mimba bado. Kwa hiyo ilibidi dokta yule ambaye alikuwa ananiattend kliniki anifanyie operation, kwa sababu hata kujifungua kawaida ilikuwa haiwezekani sababu maji yalisha yote kabisa. Kwa hiyo maana maji yakishaisha hata wakikuinduce labor uweze kuzaa kawaida, na maana kwamba kutakuwa kuna michubuko, nadhani unaelewa, hata mtazamaji anayeangalia anajua na wataalamu wanafahamu kwamba ili mama ajifungue salama lazima pia kuwe kuna hiyo hali ya maji yale ambayo yanamtunza mtoto na kumprotect asipate maambukizi yoyote, ambapo kwangu mimi nafikiri hiyo ilikuwa imeshapita huo muda kwa sababu maji yalitoka yakaisha. Kwa hiyo walichokifanya tu, kuna dawa alinichoma kuhakikisha kwamba mapafu ya mtoto yanakuwa katika hali ya kuweza kutoka sasa kuja duniani. Kwa hiyo alitoka na alia kama kawaida, na kwa sababu nifanyia operation ile ya nusu kaputi naweza kuona, nilikuwa na observe matukio. Kwa kweli haikuwa ni hali ya ajabu ambayo mimi nikiwaza naweza nikasema labda ndio ilisababisha. Sikumbuki kuona kama ilikuwa kuna changamoto yoyote. Na hata kutoka hospitali kwenda nyumbani mtoto alikuwa analia, ananyonya, yuko njema kabisa. Amepita zile hatua za mwanzoni za kawaida kwamba kukaa amekaa kama kawaida miezi 4 ilikwenda 5 amekaa, ana wa kiume. Kusimama, kutembea, kila kitu kwa wakati kabisa isipokuwa kuzungumza na ile kuanza kukaa na watoto, sababu nyumba nilikuwa naishi nilikuwa na mtoto wangu huyo, lakini kulikuwa pia kuna mpangaji wa karibu na sisi ambaye naye alikuwa na watoto wawili. Kwa hiyo ilikuwa yule mkubwa ambaye ni dada yake. Sasa nikikutana na yule mwenzake kwenda kucheza, wana matoi yao wananyang'anyana, kaka mtu kwanza hayuko interested kabisa. Yaani wale wakienda nje
yeye anabaki mwenyewe labda ndani, unaona tu anatembea, anazunguka, anatafuta vitu vyake mwenyewe. Lakini kwa sababu ilikuwa na mimi ni uzoefu wa kwanza, sikuona ajabu. Nikaona pengine mtoto wa kiume, mimi sijai kuzaa mtoto wa kiume, nimezaa wa kike wa kwanza. Kwa hiyo pengine huyu wa kiume kaja, ndio wanavyokuaga hivi, tofauti wake ndio wanakuaga hivi wakiwa wadogo. Sijai kulea mtoto wa kiume, kwa hiyo ndo naona. Kwa hiyo yule tukaenda naye. Ikawa hata nikienda kazini muda ule wa kumaliza kunyonyesha, kurudi kazini, nimeenda kazini, nimerudi nyumbani, nawahi kurudi, mtoto akikuona hakutizami kwanza usoni. Kitu ambacho pia nilianza kukinoti mapema, alikuwa kutoka kazini hanitizami usoni kabisa. Kwanza akikuona hivi unaingia, yeye anakimbia. Kitu ambacho sio kawaida. Kwa hiyo nikaanza kuona hii sio kawaida. Nikawa napiga simu, nauliza, mara namuuliza mama yangu, nauliza marafiki na baadhi ya madaktari ambao tunafahamiana. Anasema labda itakuwa wewe unakaa sana kazini, hauspendi muda wa kutosha na yeye, kwa hiyo huenda akikuona labda anakuwa hana hiyo attachment vile ambavyo kai naye nyumbani sana. Nikasema lakini mbona sio hivyo? Labda nijaribu kuona kama naweza nikawa napata naye muda zaidi kama hiyo hali itaishi. Lakini ninavyozidi kukaa naye ndio ninavyozidi kugundua kwamba yuko tofauti. Yaani hata nikishinda nyumbani siku nzima na yeye, kimuita hawezi kukutizama. Ukimwambia sema mama, sababu mtoto ashafisha mwaka na miezi 6, miezi 7. Unategemea kuna vitu kama mama, baba, anaweza kusema, mama, maji anaweza kusema. Huyu alikuwa amna. Kwa hiyo nikaanza kuona amechelewa kuongea. Tukaenda 2 years. Lakini kabla tujafika miaka 2 hapo, kuna kipindi nilipata nafasi ya kwenda nyumbani kwa wazazi wangu. Kwa hiyo tulikozaliwa kwenda kusalimia. Mama yangu mzazi alimuona. Akanambia, sasa huyu mtoto nafikiri hayuko sawa. Hapa nje tumekaa na watoto wengi, kuna wajukuu wake wengine, watoto wa ndugu zangu. Wanacheza, wako kwenye mkeka, wananyang'anyana vitu, wanakimbizana, wako pamoja yani. Lakini yeye alikuwa anaondoka na kwenda nyuma ya nyumba. Anaingia shambani, kuna miti ya milima peke yake. Kwa hiyo mama akanambia hapana, huyu bwana kuna kitu hakiko sawa. Mimi sijui sana, mimi sio daktari, lakini hebu ukirudi Dar es Salaam tafuta daktari ukamuone, umueleze. Nikamwambia mama, mimi nimeshawauliza madaktari wanasema hana shida. Akasema hapana, mimi nafikiri kuna kitu. Ila nafikiri by that time nilikuwa kwenye hiyo hali ya denial pia. Kuona kwamba mbona ni daktari wasemi chochote, mwanangu atakuwa na shida. Kwa kiukweli nilirudi Dar kufanya chochote. Yaani kwa kifupi ile hali iliingia sikio hili katokea la pili. Sikufanya chochote. Wakati huo mtoto anakaribia miaka 2. Amefikisha miaka 2 sasa. Mume wangu, baba wa mtoto, ananiambia hii hali sio sawa. Mtoto miaka 2 haongei chochote. Yaani ukimwita yeye ni kukimbia, alikuwa muda mwingi yuko mbio. Yaani muda mwingi yuko mbio, yuko all over, yaani yuko hype. Yaani anapenda ile kuwa anapanda, anachukua mawe, anapanga mawe in straight line, anachanganya na vitunguu sometimes na viazi, ndio vitu vyake anavyopenda hivyo. Matoi yani hata siku moja. Tukaenda hospitali, daktari mmoja akamwangalia, akamwasesi, akasema mimi nafikiri tu huyu mtoto ni mtundu, lakini hana shida. Masikio yake ipo ni 2. Tena 2 kwa suna mwezi kama suna miezi 2. Akasema hana shida yoyote huyu mtoto. Ni mtoto anaonekana ni mtundu, yuko very active, lakini hana shida. Hiyo kuongea tu itakuwa tu amechelewa. Au nyumbani amumsemesha, tunamsemesha basi ataongea, hana shida. Daktari anasema hivyo. Sasa nadhani kwa wakati huo, for the first time kwenye maisha yangu nikaanza kuwa na mashaka kwamba kwa nini kila mtu ana mashaka na mtoto wangu haongei? Mpaka mama aliniambia kipindi fulani, sikutilia nani sana, lakini maybe kuna kitu. Kwa hiyo nilichokifanya wakati huo, baada ya kupata majibu ya daktari yale, nikaanza kuwa sasa nasoma. Yaani ninaingia kwenye Google, unajua hiyo naitaga wazazi wengi wa tabia ya Google. Nikaanza kuwa naingia mtandaoni, nikiona mtoto anafanya vitu fulani, naenda natafuta kwenye Google, naandika a child who does so and so, what could this be? Nasoma, zinakuja na comment za watu kutoka Pinterest kule, zinakuja yani popote palipokuwa pana kitu kama hicho kinakuja kwenye mtandao. Nafikiri elimu naelewa vizuri masuala ya mtandao. Kwa hiyo nikawa nasoma. Sasa kila nikisoma nakutana na kitu autism.
Nakutana na kitu autism. Swala la yeye kushindwa kutizama usoni, ukizungumza naye ni hakuangalia, yani hakupi ile eye contact hata siku moja. Nikasoma ni nini hiki? Nasoma. Nakutana na hiyo possibility ya autism. Hii autism ni nini? Kaanza kuisoma. Kwa sababu autism naona sasa wanavyovielezea vingi naviona kwa mtoto wangu. Sasa naanza kuogopa. Sasa ni kitu gani hiki Mungu wangu? Hii ni nini? Hapo roho pia inaniuma. Yaani namuomba Mungu isiwe kweli. Hiki ninachokisoma kisiwe kweli kwa mtoto wangu, lakini kiukweli ndio hali ambayo anavyoonyesha vyote ndio hivyo. Siku moja tukasema twende Muhimbili. Na tumeshaona kwenda hospitali za private tofauti na tunapata majibu ambayo ni yale kwamba mtoto hana chochote. Tukaenda Muhimbili tukamuuliza daktari, akasema huyu bwana mpelekeni ule upande wa kuangalia masikio. Akaangaliwe masikio. Pengine ana shida kwenye masikio. Tukampeleka kule, wakasema sasa huyu bwana inabidi afanywe vipimo vya masikio kujua kama anasikia vizuri. Alafu tuangalie na ulimi wake na hii system ya kwenye koo. Tuangalie na ulimi na nini ndio tutaestablish kwamba huyu hana shida ya masikio wala ya pua. Baada ya hayo majibu tutajua kwamba ni nini tatizo, kwa nini hawezi kuzungumza mtoto. Majibu yamekuja, Irene, mtoto yuko hana shida. Okay. Masikio yako okay. Na swala la huku sui kilimi nini hakuna shida yote. Na ilikuwa ni ngumu kwa sababu nakumbuka wakati huo tulikuwa hatuna uwezo, hatuna bima yani. Kwa hiyo kila kitu unaambiwa pima hii awali kule, unapima 300,000. It was a lot of money. Unaambiwa sijui nini, kila kitu unalipa. Kwa sababu tunaanza kuona yani tunaingia gharama kubwa hivi, alafu kila kitu kinakuja kinasema mtoto hana shida. Unajua kiukweli kama hauna imani kwa Mungu unaanza kusema sasa hapa. Kuna mtu amechezesha dishi hapo. Kwa hiyo kukawa kuna yani hiyo hali ya yani sintofahamu. Sasa mtoto ana shida gani? Kwa hiyo baada ya assessment ya mwisho ya Muhimbili tukaambiwa huyu bwana sasa tunadhani sehemu ya mwisho kabisa ya kitaalamu na ya kidaktari tutakao washauri muende upande kule wa psychiatry. Kuangalia kichwa wa sesi, kichwa chake. Huko wataweza kuwapa majibu. Ila kwa upande huu tunaona mtoto hana shida. Halitakiwa kwa hivi vipimo yani awe yuko vizuri. Kwa kweli ilikuwa ni ngumu. Tunaondoka tumeenda psychiatry. Siku nyingine tumekutana na profesa mmoja, sitamtaja jina, yule profesa akatulifaa kwa daktari mwingine ambaye tulitumia nakumbuka maximum siku 2.5 kama sio 3. Yani kwanza alikaa akamwasesi mtoto, akaandika ripoti, akasema turudi siku nyingine, akaja tena akamwasesi. Siku hiyo ya 3 ndio ilikuwa ya kumalizia kutoa ripoti na kuongea na sisi na kutuambia sasa ni nini hiki. Hiyo ndio ilikuwa ni siku ngumu sana za nikasema. Hivi ulikuwa ukikaa peke yako au ulii? Nilikuwa nalia sana. Sana. Tena mimi nafikiri mume wangu alipata wepesi wa kupokea hiyo hali. Mimi nilikuwa ninajiuliza maswali mengi sana. Nakumbuka labda ni mimba ilikuwa nataka kuharibika, labda kuna vitu labda kuna vitu vya mtoto vya kwenye ubongo wake vilitoka. Yaani nawaza sijui, najiuliza sasa au wakati ule najifungua labda kuna kitu walifanya manesi sijui daktari, lakini mbona mtoto alilia vizuri, au labda aliwahi kudondoka nikiwa niko kazini akagonga kichwa. Kwa sababu nakumbuka wakati tunafanya vile vipimo vya kule Muhimbili tulikwenda pia kufanya kipimo cha mtoto cha kichwa, wanakiita nimesahau ECG, sijui nimesahau, lakini kipimo ambacho kinapima mionzi ya mtoto kwenye ubongo wake unapofanya kazi. Wanaangalia wenyewe wanaita kitaalamu frontal lobes, sijui back lobes. Wanajaribu kuangalia maeneo yote. Kwa mtoto alilazwa kwa muda mrefu wakiwa wanaasesi. Na hicho kipimo hakikuwa Muhimbili. Kwa hiyo ilibidi twende tukafanyia hospitali nyingine ya private karibu na Muhimbili. Na kile kipimo tukiwa kwa yule sonographer alinipa maneno magumu sana. Ambao ndio hiyo siku ya mwisho kwenda kuchukua matokeo, yani nilikuwa ninajiona kama mwili wangu hata siwezi kutembea. Yule sonographer ananiambia nikiangalia ubongo wa mtoto ni kama vile kuna sehemu kuna kovu hivi. Uliwahi kumwangusha mtoto? Nikamwambia mimi sijui kumwangusha, lakini sasa watoto wadogo wanakaa na watu tofauti na mimi naenda kazini. Kwa nyumbani sijui labda kama waliwahi kuanguka.
Akasema ni kama vile sehemu yake ya ubongo wake wa mbele hauko vizuri. Ananiambia sasa, ila usijali, huyu anaweza tu akaimprove labda kwa 50%. Nikamwambia unasemaje ataimprove kwa 50%, ndio kitu gani hicho? Akanambia ndio hivyo mama. Nikamwambia yani ukisema hivyo maana yake ni nini? Akasema siwezi nikasema sana, lakini kwa utaalamu wangu ninachokiona hapa, development yake kama itaenda vizuri labda mpaka 50% ya kile anachotaka kukipata badala ya 100. Ilikuwa ni lugha ngumu. Nakumbuka nilianza kulia pale kwenye kile chumba. Mtoto amemlaza, wamwekea manyaya kila mahali kichwani, wamemnyoa nywele, alafu ananipa majibu magumu kama hayo. Kwa hiyo nikaanza kuwa nasali, moyoni mwangu sasa ninalia. Naanza kukumbuka ile story ya Yesu alimfufua Lazaro. Nasema Mungu, kama uliweza kumfufua Lazaro, amekufa akaoza, basi na mtoto wangu atakuwa 50%. Lakini 50% nayo ambiwa sielewi. Basi nikatoka pale, yani niko mzito. Nakumbuka sana kurudi kwa daktari yule wa Muhimbili. Sasa daktari yule wa Muhimbili akasoma yale majibu ambayo alikuwa yuko nayo. Akaniambia huyu tumeobserve kwa siku tulizokaa naye na majibu tuliopata, ana kesi 2 in 1. Nikamwambia maana yake nini? Akaniambia huyu tunaona ana autism, stroke, ADHD. ADHD wanaita ni attention deficiency hyperactivity disorder. Yaani hiyo hali yake ya kuwa hyper ndo ADHD. Ambao anasema hiyo waga ni kawaida, watu wengi inawapata lakini huwa inaisha. Akasema autism tunaona kwa maana ya viashiria, ana viashiria vyote. Lakini hatuwezi kuconfirm 100%. Tutakuwa tunaangalia kwa miezi 3 mpaka afikishe miaka 3 kamili. Sababu wakati huo mtoto alikuwa na miaka 2 kama na miezi 7 hivi. Wakanambia akifikisha miaka 3 kamili itakuwa confirmed, lakini viashiria vyote tumeviona. Ambavyo na ulikuwa unaviona kwenye Google. Naona nikisoma nikimwangalia mtoto naona kabisa. Nikamwambia Luta, kwa hiyo huyu hii haiponi. Yule dada akacheka. Akaniambia well, ukisema inapona ni kwamba ni ugonjwa, lakini hii ni syndrome. Yani tukisema ni syndrome ni kitu ambacho kinampata mtu, kinakuwa ni sehemu yake ya maisha. Anaweza akawa beta kutokana na usaidizi ama tunaita elimu tiba, ambayo utakuwa mazoezi tiba ambayo utakuwa umemsaidia nayo. Anaweza aka-improve, lakini haimaanishi kwamba huwa inaondoka. Kuimprove unaweza kumuona ukasema mbona ana shida nini, vitu kama hivyo, lakini haimaanishi kwamba inakuwa imeondoka. Ni kwamba anakuwa beta kuliko kama usingemfanyia chochote. Akanipa mfano, akanambia ni kama vile ukiwa una kovu. Ukiwa una kovu liko kwenye ngozi yako. Kwani kovu huwa unaweza ukasema kwamba eti kovu linaisha, si linakuwepo tu. Akaniambia yeye, akasema sasa kovu kwenye ngozi unaweza ukalimprove. Unalimprove vipi? Utalipaka vipodozi, kovu linafifia. Linakuwepo lakini sio kwa ukali ule ambao ulikuwepo kama usingefanya chochote. Wengine wanapaka asali wanachanganya na malimao kwenye makovu yao kuyafifisha. Kwa hiyo unakuwa una muonekano bora na kovu bado lipo. Unaona Akanipa mfano ambao kwangu ilionekana kama ni kidogo ni matumaini. Akaniambia kwa hiyo unaweza ukamsaidia aka-improve. Kuimprove ni kwamba anaendelea kuwa na hiyo hali, lakini atakuwa bora kuliko asipopewa chochote, asipopewa mafunzo yote. Okay, kwa hiyo akaniambia it's a lifelong akatumia neno it's a lifelong condition. Okay? Si mzazi ukiambiwa hivyo. Kwa kweli usiku ni kilio tu kama msiba. Ni kilio kabisa. Ni kulia, ni kuona sasa hapa maisha ni magumu sana, sasa itakuwaje? Ina maana huyu sasa hawezi kwenda shule. Hapo nakumbuka kwa mtoto wetu huyo tumeshafanya attempt za kujaribu kumsaidia atumie poti, mpaka muda huu anakaribia miaka 3 hatujaweza kufaulu. Wakati dada yake by 7 months tulikuwa tumesha win, yani by 7 months mimi nakumbuka tulikuwa tununua tena diapers. Ukinunua diapers anavaa tu usiku, saa kulala ili usiamke. Lakini mchana mtoto anashinda na chupi, anajua kutumia poti, yani tuna timing at 7 months. Kaka yake anakwenda 3 years. Hatujaweza kabisa.
Kwa hiyo mimi nikaanza kuona sasa yani hapa kuna kazi kubwa. Yani namwambia mume wangu sasa tutafanyaje? Mume wangu mimi ameshapokea kabisa. Ndio hivyo sasa. Ameshakuwa sasa tunafanyaje? Huyu atataka kwenda shule. Bado anapuu kwenye nguo. Anakojoa kwenye nguo zake, hajaweza kumaster pot. Hivi tunaambiwa hii ni condition ya kuishi nayo. Yaani unaanza kuona sasa yani kuna madudi kama mamilima yamekuzunguka. Yaani unaona ni kabisa yani sasa hapa. Yaani sijui nafanyaje. Sasa ikawa ni ngumu zaidi kwa sababu sasa pia hata ile akiafisa watoto wengine ambao ni wa umri wake unaona hizo tofauti. Alafu sasa kwa sababu ya hiyo hali ndio umeikubali sasa ndio umeambiwa. Kwa hiyo una ile hali ya dinayo kwamba labda tu amekosea, labda sio kweli. Kwanza nadhani kasali ikaisha tu. Sasa tu itaisha bwana. Kwa sababu Mungu anaweza kila kitu. Sasa tukawa tuna sessions za kurudi Muhimbili kwa ajili ya therapy. Therapy ya Muhimbili wenyewe kuna namna ambavyo wanakupangia siku. Tulipoanza therapy Muhimbili bila akaniita siku moja daktari huyo akaniambia naomba nikushauri kitu. Kwa ninavyoona hali ya mtoto wenu, labda mngeweza kutafuta pia maeneo ya therapy hizi ambazo ni private, sio lazima mje Muhimbili. Nikamwambia kwa nini? Akasema ni vizuri kuja hapa, lakini kwa ninavyomuona huyu ana uwezekano mkubwa wa kupata progress haraka kama atapata pia intensive. Za Muhimbili zinakuwepo ila kuna wakati zinakuwa sio intensive kwa sababu pia ya wingi wa watu. Unajua watu wengi wanatoka mikoani, wengine Dar es Salaam, hapa tunakuwa tunajaa pale. Kwa kanambia sasa hapa utapata muda mdogo, alafu utaweza kupata zile za mara kwa mara kwa sababu watu pia ni wengi. Nikamwambia sasa huko tunalipia. Kanambia zinalipiwa, itabidi utafute, lakini mimi nikiangalia sidhani kama utakosa kushindwa kukosa hiyo pesa. Nikamwambia unamaanisha? Nikamwambia kuna watu ambao wanakuja hapa wana situation ngumu kabisa, hawezi kumrecomendia atafute private. Lakini nafikiri wewe unaweza ukajitahidi. Ni ngumu lakini unaweza ukajitahidi. Nikatoka nikafikiria, nikamwambia sasa hauna recommendation yoyote ya mahali pa kwenda? Akanipatia namba 2 tofauti za maeneo, kuna ya Masaki moja na nyingine iko maeneo ya Kijitonyama. Nikapiga simu ile ya Masaki, walikuwa wanachaji $. Kwa ni $. Nyingi kipindi hicho, kwa karibu 400. Mungu wangu, by that time sikumbuki vizuri, kwa ni $. nyingi. Tukaona hiyo hela sasa kwa mwezi hatuwezi kuelewa. Ni nyingi sana. Tukasema tujaribu hiyo ya Kijitonyama wakatueleza gharama zao na zenyewe pia zilikuwa sio cheap. Ilikuwa ni karibu inakuja around kama 400,000. 400,000 alafu na hasomi kila siku. Au ni umpeleke kila siku. Na hiyo inakuwa ni exclusive ya chakula, hamna chakula wala hamna usafiri. Tukasema labda hii ni ghali, lakini kwa sababu wanakubali kulipa kwa installment kidogo hata kwa siku, tukaimudu. Kwa hiyo tukajitahidi, tukaanza kumpeleka pale wakafanya assessment, wakauliza yale majibu ya Muhimbili, tukawapatia. Wakasema sasa huyu ni mdogo, hajafikisha miaka 3, lakini tutaanza tu hizo occupational therapies na therapy nyingine, tuanze kuona by the time anatani miaka 3 hali itakuwaje. Kwa hiyo alikuwa mdogo sana. Natoka nyumbani alfajiri kwa sababu inabidi sasa mtoke na dada mfunge nyumba ili dada kakae na mtoto center. Baba aende kazini, mimi sababu hamna mwajiri ambaye amekuajiri anaanza kukupa wewe ruhusa itu kakae na mtoto kwenye therapy kila siku unless unaacha kazi. Na kuacha kazi ilikuwa so option kwa sababu yani tulikuwa tunahitaji hela. Yani hela ya mume wangu na yangu bado zilikuwa hazitoshi kuendesha maisha na kufanya therapy ya mtoto. Kwa hiyo kuacha kazi was never an option. Ile ilikuwa sasa option ni kujinyima usingizi, kwa kuna moment chache za kulala, kuhakikisha kwamba mtoto anapata kila kitu, kuweza kumpeleka pale alfajiri. Kwa hiyo it cost the entire family. Mpaka yule mdogo ambaye alikuwa anakwenda shule, alikuwa yuko nursery. Fikiria saa 12 kamili unamsha mtoto wa nursery shuleni. Principal hata walimu hawapo. Unamwamini na walinzi waliopo kwa sababu saa 12 kamili mpo kwenye geti la shule. Inabidi ufike hapo muda huo ili muwahi mwache huyu mdogo kabisa kwenye therapy center ninyi muweze kuwahi kazini kwenu. Kwa sababu huwezi kuchelewa kazini kila siku. Hamna mwajiri ambaye anakusikiliza. Yaani sijui labda wapo wachache, lakini ni ngumu sana kwa watu ambao tuseme for profit organizations. Haiwezekani kwa kila siku tunafika kazini saa 4 kwa sababu eti nilipeleka mtoto kwenye therapy na nini. So you choose one. Kwa tulijialign namna hiyo. To make a long story short, tulikwenda kwa muda fulani
mtoto akaanza kushow progress, hasa kwenye upande kwa mfano wa kuanza kuongea neno moja moja, mama, baba, dada, kuomba maji, kutumia poti. Aliweza kumaster poti. Alivyo master poti, tukasema sasa tumechukua ujuzi pale, kwa hiyo vitu vingine tukifanya nyumbani. Kwa hiyo tulikatisha zile therapy kwa muda, lakini tukahamisha ule ujuzi nyumbani. Kwa hata kupeleka dada, kumgaramia uwepo wake kule, chakula chake cha mchana na nini, kuhakikisha kwamba na yeye pia kuna vitu anapata ambavyo na sisi tunavijua. Tuweze kuwa kuna tunavi practice nyumbani. Kwa hiyo investment kubwa sana ilikuwa ni kuhakikisha kwamba yale tuliyojua kule na nyumbani tuyafanye. Kwa sababu nilichokuja kugundua kwa wazazi ambao wanakuwa na watoto wenye mahitaji maalum, kwenye upande wa hizi huduma tiba, sio niseme huduma tiba, bali mazoezi tiba. Ukishaacha mtoto kwa yule mtu ambaye anakuwa anaangalia mtoto pale, unafikiri kwamba ndio umemaliza. Yaani wewe nyumbani unadhani kwamba huna tena kazi. Ni kama pia ambapo tumekuwa tukilea watoto akaenda shuleni na ukirudi nyumbani huwa hatuhangaiki kuangalia kama homework iko. Yaani waga wazazi tulio wengi tunajisahau hiyo part. Tunadhani kwamba walimu ndio wamemaliza kila kitu. Kwa hiyo mimi nafikiri nilianza kuwa na mtazamo tofauti baada ya kupata swala la uchumi lilinifix. Tunasema sasa hapa uchumi ni mkubwa, wewe kulipa hiyo hela tu nyumba mnao kama mnalipa, lakini afu tena kunapeleka laki 4. Alafu tena bado kuna gharama za usafiri, alafu kuna chakula cha mtoto cha dada throughout kwa siku ambazo anaenda. Kwa hiyo tu ilitosha kusema kwamba inabidi utumie nguvu na akili nyingi kwamba ili unachokipata kule na nyumbani kiendelee. Kwa kuna muendelezo wa hayo mazoezi tiba hata nyumbani. Siku ambazo haendi, waga anafanya nini kule? Wanalishwa miwa, sijui wanayokota sijui punje za nini, wanafundishwa utulivu, wanasoma hadithi, wanasomeana hadithi, anasoma hadithi. Kuna vitu wanafanya. Hivyo vitu vifanyike pia nyumbani. Kwa hiyo tukawa tuna hiyo. Na uzuri Mungu alitusaidia, dada tulikuwa tuko naye aliweza kumaster. Kwa hata tukienda kazini kuna vitu ambavyo unapiga simu kufuatilia, hiki umefanya hivi, anakuambia kimeenda hivi, kimeshindikana. Leo tumepambana kula mwanza kutumia poti. Leo tumeshindwa kabisa, tumevisha tu pampers hivi, akashusha mzigo. Kwa maana kwamba alijizuia asitumie poti. Kwa hiyo tukaenda hivyo, lakini with time tukajikuta kwamba amesha master. Tukaanza kufanya na toilet train, tukatoka kwenye poti tukahamia toilet, tunatumia choo. Mtoto akaweza. Na hizo ndo hatua kubwa sana kwenye watoto wenye usonji, kwa sababu anapoanza kwenda shule unamwachia mwalimu. Anatakiwa aweze kwenda ni shule ya mahitaji maalum ama ni shule za kawaida. Niamini kama wewe mzazi inakukera mtoto ambaye hajaweza kujitegemea kwa upande wa kwenda choo. Usitegemee itakuwa tofauti kwa mwalimu ambaye unamwachia hakumzaa na ana watoto wengi. Kwa sababu ndo hapo sasa mwanangu hata angalie vizuri. Ni ngumu sana mtoto ambaye anakwenda shule mahitaji maalum hajaweza kumaster matumizi ya choo. Ina maana kwamba haja anajiachia kwenye nguo zake. Alafu yule mwalimu ana watoto wengine wengi. Alafu unategemea atampa ile care kama ambayo wewe mzazi unaweza. Wewe mzazi mwenyewe kuna wakati unakereka na ni mwanao. Sasa kwa wale ambao wanakuwa wako shuleni nafikiri itakuwaje. Kwa hiyo mimi nikaanza kuwa sasa ninawaza, yani nikiongea na mume wangu tunaona kwamba huyu mtoto inabidi tuweke nguvu nyingi sana. Yani sisi wazazi ndio kwanza jamii itafuata. Yani kama sisi kuna vitu hatufanye, tusitegemee kabisa kama wengine watakifanya vizuri. Sasa hapo kwenye mambo ya jamii wewe ulikuwa na deal vipi na zile comments za watu wakimuona mwanao? Unajua watu wanaongea bwana. Mtoto vipi? Na maneno mabaya mwingine taira. Maneno mabaya. Mtoto vipi kwani? Aongei mpaka sasa hivi? Mmemdekeza. Au mwingine atakwambia mtoto atakuwa na shida huyu. Sasa ile kama haujapona. Yaani hiyo wewe ulikuwa unadili vipi na hizo comments za watu kanisani? Nina namna mbili za kudili na hizo comments ambazo nitazielezea hapa. Namna ya kwanza ilikuwa ni ile bado kabisa ni sijapona. Kwa hiyo unajitahidi kuelezea kila mtu. Ambapo mimi nasema hiyo ni ukichaa. Wazungu wanasema stress. Yaani unajaribu kumuelezea huyo, ukikutana na huyu unajaribu kumuelezea. Ukienda kanisani watu wakimistreat unajaribu kwanza kuelezea. Yaani ukifika jioni unaumwa kichwa kabisa
Kwa sababu kila mtu unatamani umjibu ili aelewe. Alafu sasa ukweli ni kwamba sio kila mtu anaweza akaelewa. Yes. Hiyo ni aina ya kwanza ambayo mimi nilifanya, alafu nikagundua kwamba inani inanichosha kabisa. Aina ya pili ambayo sasa hiyo nasema hiyo ilikuwa ni coping mechanism. Nilikuja kwa adopt. Hiyo kwanza niliacha kabisa kujieleza kwa mtu yoyote ambaye hanielewi. Yaani nikiona mtu nzani kama ananielewa namueleza. Nikiona mtu hanielewi mimi niliacha kabisa kujieleza. Kwa hiyo niliacha jamii ama watu walionizunguka waone na kuongea wanachotaka. Wakati mimi najua kwamba kuna vitu nafanya na msaidia mtoto wangu. Cha pili, hicho kama kanisani, nilihama kanisa ambalo niliona halinielewa wala halinipi ushiriki. Wana wanakufrustrate. Mimi ni Catholic, na kanisa nilikuwa nasali Bunju. Nilihama. Na mpaka hivi ninavyoongea mimi sitali kwenye ile kanisa kwa sababu tu nilikwazika kwenye hiyo process. Nasema hivyo kwa upendo kabisa. Sijahama kanisa kwa maana ya dhehebu, bado ninasali Catholic, lakini nilitafuta kanisa jingine. Kwenda kusali Boko chama. Na nikachagua kusali ibada ya watoto. Yeah. Kwa hiyo nilianza kusali ibada ya watoto toka mtoto akiwa mdogo. Nikaendelea kusali ibada ya watoto. Hivi ninavyozungumza mimi kijana wangu ana miaka 10 na yuko darasa la 5. Niliendelea kusali ibada ya watoto na nikahama hilo kanisa sababu nikifika kule mara wasimamizi sio wanamfanyaje mtoto saa nyingine sababu yuko hyper. Ibada inaendelea labda mmeinama hivi mnasali mmepiga magoti mtoto anaanza kwenda kule mbele za Kristia kule pati anakosomea ibada. Akikamatwa huko labda ni sister amemkamata ama sio ni msimamizi wanamburuza na kumfinya kwa sababu hawajui mtoto anapitia nini. Na wanapomfanyia vile mtoto na wewe pia unaumia sana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa kweli ni vigumu sana mzazi wa kawaida kuelewa au mtu ambaye hajapitia hali kama hiyo kuelewa kwa sababu ni ngumu pia na mimi najaribu kuwaelewa pia kwa sababu hata mimi kwa namna moja kwa upande fulani labda nikiwa sijapata mtoto wa hivyo labda nimewahi kuwa mzazi wa hivyo judgmental na hukumu tu watoto wa watu unawaburuza na kuwazungumzia unavyoweza lakini wakati unapokuwa umeingia na kuwa kwenye hiyo hali ndio unaweza ukawaelewa watu kwa nini wanafanya wanavyofanya au wengine wanawaficha. Kwa hiyo mimi sikuficha mwanangu kwa sababu mwanzoni nilistruggle na nikaona kwamba hiyo ya kuficha hainisaidii sana lakini pia mwanzoni kabisa nakumbuka hata kwenda kanisani kwa tuna tabia mimi labda naanza nikaamka nikaenda ibada ya kwanza nikitegemea mume wangu akiamka ataenda na watoto mume wangu akiamka aenda sasa ibada ya pili na mtoto wa kwanza anamwacha yule mdogo maana shule tunamkimbia wote shule yake baadaye sasa nikagundua sasa hapa itakuwa haisaidi bora tu mimi hivyo nianze kutafuta namna ya kwenda kusali ibada ya watoto ile kusali ibada ya watoto na Mungu akubariki kwa hilo kwa kweli ile was a breakthrough. Mume wangu hapendi kusali ibada za watoto kwa sababu woga zinakuwa ni ndefu sana, zina kelele. Kwa hiyo yeye alimaintain kusali ibada ya kwanza. Mimi nikasema nikajicondition. Mimi nitakuwa nasali ile ya saa 4 na watoto. Umo. Na waandaa huyo na wapeleka. Na kule mbele kabisa. Kaa pale. Na watoto wangu ibada inaanza mpaka inaisha. Lakini kanisa pia nilihama. Sikutaka mimi kukaa mazingira ambayo ninajieleza nikimaliza hapo nimeishiwa nguvu. Energy imeisha kwa sababu umejieleza sana na umeshakwazika. Kwa hiyo nikaenda sehemu ambapo nitakaa na sitakuwa napata mtu wa kunieleza. Sitaeleza. Kwa kidogo naona hata ndivyo kanisa lile jingine sikupata changamoto za nilizokuwa naziona kule. Timing za muda wa kanisa zilikwenda vizuri, alafu watoto walivyokuwa wanakaa, treatment za msimamizi wa watoto zilikuwa zinaenda, nikaridhika kabisa. Kwa hiyo mimi nikahamia kwenye hilo kanisa. Natoka zangu Bunju naamka mapema najiandaa. Naendesha mpaka Bunju Boko. Kwa hiyo yule mtoto amekuwa ameenda vizuri, ameprogress potty training, toilet training, tukamtafutia shule, akaenda shule ya kawaida. Lakini shule ilikuwa ni ya kawaida na tulishauriwa na therapist kwamba aende ya kawaida kwanza, lakini ile ya karibu na nyumbani. Usitafute shule fancy. Nakumbuka maneno yule baba. Tafuta tu shule ambayo ni karibu na nyumbani. Ya kawaida tu. Kawaida karibu na nyumbani. Yaani zile daycare kabisa ambazo ni za karibu na nyumbani. Kwa hiyo tukaweza kwenda, mtoto akawa bado hajaweza kuongea wakati huo, ilikuwa ni kwenye miaka kama 3 na kitu na kwenda 4. Anaenda kwa sababu sasa kule hawajajua kumsaidia kwenye potty training, kuna siku hivyo anamwacha, anapuu kwenye nguo. Inabidi mumfuate. Tukaanza kujua sasa timing zake, tukasema sasa ikifika timing za toilet tutafute mwalimu
katika wale watoto walimu wachache tumuelekeze mwalimu kwamba huyu akipelekwa chooni muda huu anaweza kujisaidia mwenyewe. Kwa hiyo kazi ya mwalimu tu ni kumsaidia, akishajisaidia ile kumfuta basi. Kwa hiyo angalau iondokane hiyo ya ku. Kwa hiyo nayo ikawa ni progress kwamba sasa hivi akienda shuleni tena hapu kwenye nguo. Ikaenda hivyo. Miaka 4 yule sasa amefika miaka 4 hawezi tena kuendelea kukaa pale, lakini tunaona sasa huyu anastahili kuanza kusoma ile wanasema, kwa sababu unajua baby classes zile nazo zina grade, baby classes lower hapa wanazinanili siku hizi. Sasa tukasema huyu inabidi aende kabisa na nilinasari kabisa, yani atoke huko kwenye hizi baby miaka 4 kidogo, na alikuwa ameshaanza kujua kwa hesabu 1 mpaka 100 kwa Kiingereza, kwa sababu kwenye upande wa speech alikuwa amejua ile mama, baba, maji na count na colors. How nipate ambao nilikuwa sijaiongea. Mume wangu alipata urafiki na mtu ambaye yuko Marekani ambaye ana watoto 3, wote wana autism, lakini wana autism zile ambazo ni kali sana. Unajua kuna autism ambayo kidogo inakuwa ni mild, alafu kuna hizo kali ambazo mtoto hawezi kukaa peke yake kabisa na wako aggressive. Kwa hiyo yule alisema watoto wake walisaidika kwenye kutumia program ambazo zinawekwa kwenye tablet ama kwenye hizi wanaziita iPad. Kwa hiyo yule alitutumia iPad moja. Tena nasema ni sadaka alituma kwa sababu ni mtu ambaye hana imani. Anasema mimi sina imani lakini naamini katika humanity kwa Marekani. Kwa hiyo akasema mimi nitawatumia hiyo na nitainunulia program. Kwa nakumbuka ilikuja na tukaenda kuipokea. Kule nako kwenye kuipokea walisema hii ni zawadi, haikuwa declared kama msaada, kwa hiyo inabidi muilipie ushuru. Huo ushuru tulikuwa hatuna. Kabidi tena tuongezee hela kumbuka. Akatuongezea kidogo tukajazia. Mume wangu akaleta nyumbani. Kwa hiyo ile mtoto ilimsaidia kwanza kujifunza kuhesabu shapes. Kwa hiyo wakati anakwenda darasa la baby alikuwa anajuaga kuhesabu. Wale walimu wanatuambia huyu mtoto ana English nzuri sana, maneno yake akitamka anatamka vizuri sana, yani vizuri mpaka tunaona kama ana akili sana, lakini ufahamu wake umefungwa. Walimu wanamwambia hivyo. Kwa hiyo walimu wanatuambia hivyo mtoto kwa sababu hawajui mambo ya usonji. Kwa hiyo ni hivyo, wanasema sasa tunamwombea mtoto na nini na vitu kama hivyo. Kwa hivyo kwa vinafanyika. Baadaye tukatafuta shule nyingine. Shule tulipata ilikuwa ni shule za serikali. Kuna shule za serikali pia zipo ambazo zinatoa huduma kwa watoto wenye mahitaji maalum. Mtoto akafanywa assessment, akakubalika kuanza kusoma pale. Changamoto ambayo tuliipata ni kwamba shule za umma kama mwanao umeshampa hizo progress nyingi, ina maana ameshapiga hatua. Kule kuna ambao wazazi wao labda hawakufanya sana. Na kuna wengine wanaingia kwenye madarasa wana issue nyingine kama wanaita nini hizi? Ni issue za development za brain lakini sio usonji, nyingine tu. Kwa hiyo unakuta sasa kama Down syndrome for instance. Kwa hiyo unakuta sasa wamechanganywa. Sasa wakati wako anajua kwa sababu 1 mpaka 100, yule mwingine anajua 1 tu. Umeona Kwa hiyo tukawa tunaona mtoto akienda shule akirudi kiingia daftari ameandika 1 wiki ya kwanza. Wiki ya pili ameandika 1. Wiki ameandika 1. Yaani akimaliza mwezi ndo anaanza kujifunza 2. Wakati huu tayari ameshafika kule. Anajua 100 mpaka 100 na anaanza kuziandika wakati huo. Kwa hiyo tukaona sasa hapa atarudi nyuma, ataretard. Kwa hiyo tukafanya utaratibu tu tukasema embo tutafute shule nyingine. Kwa hiyo tukatafuta shule nyingine, tukapata shule ya private. Wakasema tukabaki tujamchukua tunafanyia assessment. Tukafanya assessment tukasema tunaona vitu vingi anaweza, na kwa sababu mmedeclare kwamba toilet sio issue tunamchukua. Walikuwa wateke mtoto ambaye atawasumbua toilet. Kwa hiyo sasa mimi naona pia kama ni kama milestone. Hata mzazi ambaye ana mtoto nyumbani ana struggle naye na anafuatilia hapa. Yaani aangalie sana swala la kumsaidia mtoto kwenye kujua kutumia choo ama poti. Sababu kwenye progress ya mtoto hicho ni kitu kikubwa ambacho kitafanya mtoto akataliwe ama akubaliwe kama mtoto hana. Kwa hiyo akapokelewa, akaenda, akawa apendi kukaa na wenzake, anakaa nyuma. Akipewa kiti mbele anakaa nyuma, lakini mama akasema akikaa nyuma anakaa
mwalimu ambaye yupo anafundisha lakini anafanya kazi. Akaenda, imefika wakati wa kumaliza darasa lile kwenda sasa nasari, wanamaliza wanakwenda darasa la kwanza. Wakatuambia tuna kampasi ya shule yetu haipo hapa, ipo maeneo ya Mbweni, kwa sababu nyinyi mnakaa Bunju, kama mtapenda mtoto huyu anaweza akaja akasoma. Hatufanya interview kwa sababu tayari ametoka hapa, tumeona na uwezo. Kwa kweli yani nilisema ni kitu kizuri, nikasema yani huyu ni Mungu tu. Yani shule imekaa na mtoto nasari mwaka mzima, wanaona kwamba anaweza akaenda kasoma kwenye shule yao bila interview, kwa sababu tunawaza kwamba mtampeleka shule gani wampokee. Na akafanya interview by the way. Hakufanya kwa sababu alikuwa ameshafanya ile mitihani ya shule pale na mpata cheti na muonekana anajiweza tu. Kwa hiyo walichosema ni kwamba tu huyu anataka tu usimamizi wa peke yake. So yule ambaye unawapa kazi unawaachia na wenzake. Kwa sababu kwanza yuko slow, anaandika taratibu na vitu kama hivyo. Lakini anaandika. Anaandika. Kwa hiyo ukifuta ubao kama yeye ndio kwa yuko mstari wa kwanza, wengine washamaliza, na maana atakosa. Kwa hiyo maana lazima mtu anayeenda naye pia ajue kwamba kama ana nakili hapa, ana nakili mpaka saa ngapi, au atakuwa na sehemu nyingine kuna kile akifuta ubao hivyo. Kwa hiyo kwa kifupi wale walimu walitupa cooperation, yani tukawa tunaona tunapata progress ya mtoto anaendelea, na wakati wote sasa ameshaanza kuongea maneno hayaeleweki sana, lakini anaongea kwa sababu ameshafisha miaka 5. Kwa miaka 5 nadhani nikasema ndio mtoto alianza kupick speech vizuri, anaongea maneno. Kuna saa anaweza kaongea sentence nzima ukapata maneno mawili tu mwenyewe ukatengeneza context. Yani vitu vingine vinakuwa havieleweki amesema nini. Lakini wakati kitu anakuwa anakuambia. Kwa hiyo tukaenda hivyo darasa la kwanza nile akalimaliza vizuri. La pili tukamhamisha shule, tukapeleka shule nyingine ambapo shule nyingine napo walimpokea, tukawaeleza changamoto zake. Ikawa sasa issue ni kwamba pia lazima kucontrol vyakula anavyokula, hasa vya sukari ya viwandani kama soda, juisi za maboksi zinakuwa zina sukari nyingi sana. Kwa hiyo akinywa juisi au akipewa ama ikinunuliwa akanywa bila sisi kujua, anakuwa yuko yani hyper. Yani huwezi kumtuliza, huwezi kumfundisha chochote. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni changamoto sana. Kwa mkojo mta control akiwa shuleni, kuna birthday siku za nini ya kila huko. Akirudi ni changamoto. Kwa hiyo na inafanya mpaka hata usiku kulala hawezi kulala. Anza kakaa macho mmesinzia wote nyumbani, mnamsikia usiku saa 6 anaimba. Na anapenda kuimba mtoto wangu. Anaimba. Kwa hiyo along with kwenda shule tuligundua darasani academically he is not a student. Kwa kuangalia masomo tu sio A student, sio B, sio hata C. Yuko kwenye D na nyingine. Yuko somewhere huko. Kama mdasini watoto 30, mkipewa matokeo wako na 29, maana 30. It's okay. 30. Kwa hiyo tukaanza kuangalia ana vitu gani vingine anavyoweza kuvifanya vizuri. Na hivyo ndio tumetumia nguvu sana mpaka hivi leo tunazungumza ni safari ambayo toka wakati huo akiwa na miaka 2 mpaka leo ni miaka 8, tunaweza tukasema tumeweka sana nguvu huko. Anapenda kuchora, anapenda music. Kwa hiyo tumekuwa tuna walimu wa kumfundisha music, anapenda kuimba, anapenda kupiga ala za muziki kama kinanda, anapenda pia kutengeneza programs za katuni. Kuna katuni programs ambazo and they are really gifted these kids. Yes, na mimi I have series of them. Hatujamtengenezea bado proper channel. Anayo channel yake ambayo inatumika kwa jina la Adriel the Artist. Adriel tata mtazamaji anaweza kaangalia. Vitu vingi kule amevifanya yeye kabisa mwenyewe. Tena bila kuwa na manager wala producer wa kuproduce chochote. Ana produce content zake ambazo ni nyingine ni nzuri sana. Mpaka mimi mwenyewe nikaangalia nikajiuliza hivi hiki kimefanyika vipi? Ukimuuliza na kuonyesha, anakuelekeza kwamba kuna programu hii iko inapatikana, nyingine kama inalipiwa anakuja ananiambia mama naomba nilipie, unaweza kulipia, nyingine za mwezi unalipia shilingi ila ndogo labda 3700, 4000. Anaweza kuzitumia code, anapenda pia kodi. Yaani kuna vitu anafanya ambavyo mimi mwenyewe vinanishangaza. Sielewi. Kwa hiyo darasani kwenye academics sio mzuri sana, japo ameweza kufanya mtihani wa taifa wa NECTA. Nashukuru sana hiyo shule anaosoma. Yule mkuu wa shule kwa kweli alinipa ushirikiano. Yaani Mungu aendelee kumbariki kwa kweli. Sikutegemea kama mtoto angeweza kufanya ule mtihani, lakini
mtoto alipata usimamizi kutoka wizarani, akafanya mtihani na akapata marks nzuri. Somo kama Kiingereza amepata A. Masomo mengine tu ndo yani kwa maana he is good in English. Kiingereza na ndio lugha ambayo ni ya kwanza. Yani ndio lugha ambayo niseme yani Kiswahili aliongea lakini alikiongea baadaye. Nafikiri matumizi ya ile tablet kutoka US ilifanya bongo wake umecapture Kiingereza zaidi. Tablet tuione. Sasa tablet sasa ikawa even your phone can be any tablet, lakini issue ni zile program kule ndani ambazo unaziingiza za watoto wenye autism. Hizo ndio muhimu. Na hata kwenye network kuna ambazo nilizirifaa kwa wazazi na wamekuwa wakizitumia. Kwa hiyo program nafikiri zile ndo za msingi sana. Kwa hiyo yule mtoto wetu sisi anaongea sana Kiingereza. Kiswahili anajua, lakini Kiingereza sana kwa sababu ya orientation ya lugha yake ya lugha ya kwanza ilikuwa ni Kiingereza. Sasa hatuwezi kurudi nyuma kwa sababu tulikuwa tumekata tamaa, tuko desperate tunataka mtoto aongee. Kwa hiyo unajikuta kwamba unachoweza kufanya ndio hicho. Sasa hatakuwa kwa sababu usoni Tanzania pia ni kitu ambacho hakikuwa kinajulikana sana. Kwa hiyo nikasema hapakuwa pia pana mtindo wa lugha yetu ya Kiswahili kuweza kufundisha watoto. Na hata sisi ambao tulikuwa ndo tunaona tatizo kwa mara ya kwanza tulikuwa tuna hali bado ya kutokujua yani ufanye nini, ushike wapi. Kwa hiyo yule ambaye yuko kwenye dunia ya kwanza kule, wao tayari vitu vyao wameshavijua, wameshavipangilia, akikuletea kitu na kibeba kama kilivyo. Kwa hiyo matokeo yake sasa ndo tuna mtoto ambaye ameweza kupata speech, ameweza kuendelea vizuri, lakini ndo Kiingereza ndo kiko sana kwenye mdomo wake. Sasa na swali hapo kwa hiyo kipindi yote ya struggle ya mara therapy, mara hiki na najua kuna ka feeling fulani kakuchoka. Alafu pia sio tu kuchoka wewe, yani nyote wawili wazazi wa mtoto. Na ndio hicho nitaka nikwambie kwamba nyie mlikuwa hamgombani, hamchoki, yani mliwezaje kumanage hapo katikati? Kwa kweli. Na mimi naelewa sana na wazazi wanaolea watoto wenye mahitaji maalum, sio tu usonji, hata aina nyingine yoyote ya mahitaji maalum. Kuna mimi na kesi hata za kwenye network watu wanagombana mpaka tu wanaachana. Lazima wanaachana, kulaumiana. Wewe hapo ndio ulisababisha mtoto akaumwa hivyo. Wewe unaenda kazini, kaa nyumbani. Na kesi tulikuwa tutaanza kwenye therapy huko. Kaa nyumbani wewe mtoto. Yaani mimi na mume wangu kwa kesi yetu hali ya kuchoka kweli inakuepo. Labda niseme kugombana ilikuwa sio sana, lakini kuna kutegeana ambayo ilikuwa sasa ndio inaleta hasira. Kwa sababu kuna saa kabisa yani unaona kabisa yani kwani hapa amenitegea. Yani hapa kabisa ni amenitegea kabisa. Hapa anakimbia mimi kanisani nikahangaika mwenyewe na mtoto. Unaenda unalalamika moyoni. Inatokea. Alafu kuna wakati unasema tu bwana let me do this sababu mimi ndio na stress ya kufanya. Ngoja tu mimi nifanye. By the way wakati wa kumpeleka kuzee therapy alfajiri alikuwa na yeye alikuwa anahangaika pia, alikuwa anampeleka. Kwa hiyo kuna saa hiyo hali ya kutegeana, wengine kugombana, kuchoka inakuepo kwa sababu ni kitu ambacho kukitegemea kwenye malezi ya kawaida. Na mbaya zaidi mmeshalea mtoto wa kwanza ambapo hamkupitia kitu kama hicho. Kwa hiyo hiyo hali kwa kweli ipo. Na hata kwenye kumlisha mtoto nakumbuka mwanzoni ilikuwa ukimlisha, kwa sababu watoto wenye usonji wana changamoto pia huku kwenye system zao za mdomoni, na ndio nadhani kidogo ina delay mpaka speech. Huwa ni wavivu kutafuna. Kwa hiyo sisi Adele wetu alikula vyakula vilivyosagwa, yani alikuwa hizi vyakula sio kama wali ukimpa na meza mzima. Vyakula vilivyosagwa alikula mpaka nakumbuka karibia miaka 6 years, almost 6 actually 6 years. Ukimpa uji anakula haraka, ukimpa mtori chap, ukimpa vyakula vilivyo blendiwa anakula vizuri, ukimpa wali anaumeza mzima, atafuni. Ukimpa sijui ndizi yani anameza nzima yani kamata akishakata na meno inaenda, yani hamna kutafuna. Kwa hiyo nakumbuka therapy ambayo tulikuwa tunaifanya kipindi hicho, sababu najua tumetoka kwenye therapy akaja karudi tena kwenye therapy. Sababu wakati mnamtoa kwenye therapy kwa sababu mnataka kuyafanya yale aliyofanya kwenye therapy nyumbani, afu akirudi wanagundua kwamba kuna vitu havijakasa. Kwa hiyo kwenye kutafuna nakumbuka aliingia kwenye therapy ya kutafuna, wanatafuna miwa ili huku pate mazoezi. Wanatafunishwa miwa
hatutaki kufanya mazoezi huku, kuzoea enjoys zizoee, yani taya ziweze kuwa zimezoea kutafuna. Na wanalia, ukuta wenye hizo zoezi la utafuna wanalia mpaka wasema hapa ni kliniki ya wapi, wanalia kweli. Kwa hiyo tulifanya hiyo, na moments hizo za kuumia, kutokuelewana, kuchoka zinakuwepo, ila kuna saa unakumbuka kwamba tusipofanya hiki, huyu akishapita hii stage ndio imetoka. Kwa hiyo ukijikumbusha hilo unagundua kwamba yani inabidi tu kukomaa, inabidi kupambana, inabidi kujipa nguvu. Na foundation pia ya network, unajua Parenting for Autism Network is registered. Tumeisajili kabisa kama organization kwa sasa. Ilikuwa pia ni kuweza kukutana na wazazi wengine na kushare uzoefu. Kwa sababu hiyo tu yenyewe waga inatia nguvu. Inaponya pia. Mmoja ukikaa vitu vyako unavijua peke yako, una mtu wa kuzungumza naye, kuna hali ya unyonge pia waga unaingia. Lakini unapokuwa na wenzako, mwenzako anakueleza alichokifanya na wewe una share cha kwako, huwa inasaidia ku-uplift. Wazungu wanasema ku-uplift, ama kuna namna nafsi yako inanyanyuka. Inaweza kuona kwamba ili swala kumbe sio gumu kama hivyo. Ni gumu, lakini mbona huyu ameweza kufanya? Mbona huyu kafika hapa? Mbona huyu mtoto wake sasa hivi ni mkubwa ameweza kufika hapa, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inakutia nguvu, inakupa hamasa, inanyanyua nafsi, inakuonyesha kwamba hiyo hali ya kuchoka, kulaumiana haiwasaidii sana. Sana sana inawafanya mnashindwa kupiga hatua. Mnashindwa kumhudumia mtoto. Maana unaona miasira visilani, amuongei yani hivyo, yani kwa hiyo inakuwa haisaidii. Kwa hiyo foundation pia hata ya network ni kwa sababu ya sababu hizo. Kwamba wazazi wakutane, mzungumze, mshare experience, na inakuwa ni platform ambayo ni salama, kwa sababu hakuna mtu ambaye yuko pale hana mtoto wa aina hiyo. Yani wazazi wote tulioko pale mnaelewana. Wazazi 100 plus sasa hivi ni wengi sana. Hata ikitokea mnakutana au mnachati wenyewe au tunazungumza jambo pale ndani, mara nyingi ni mambo ambayo mtu mwingine ameshalipitia tayari. Kwa anasema hicho fanya hiki na hiki na hiki. Hicho fanya hivi. Hicho inabidi iwe hivi na hivi na hivi. Jamani, shule ziko wapi? Kuna shule ziko hapa. Jaribu hii. Hizi ziko sehemu fulani. Hizi wanafanya hiki na hiki. Hizi wanapokea watoto wanawalaza, hizi wawalazi hivyo. Kwa hiyo mnasaidiana, na mwisho wa siku nakuta kwamba mmefika mahali ambapo baadhi ya mambo ambayo hukuweza kuyajua ama ulikuwa uyajui unayapata kwa wengine. Sisi nakupongeza sana. Hongera hongera sana kwa hatua hiyo. Najua sio kazi rahisi. Mtu anaweza akaona unahadisia akajua ni rahisi, unarudi nyumbani, unafanya umetoka kazini, unatakiwa uhakikishe mtoto amekaa kwenye mstari. Wewe sio mchezo. Sio mchezo kabisa. It's not a joke. Wengine muombe ruhusa kazini, utoke mapema. Wengine bosi akwambia hapana, wewe utoka mapema, fanya kwanza hiki na hiki, ukishamaliza ndio uende. It's not a joke. It's not a joke. Yani sio mchezo. Yani mpaka upite hapo ndo utaelewa. Ni kweli kabisa. Kuna safari nyingine mpaka upite. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo kijana wetu sasa hivi ana miaka 10. Ana miaka 10. Na yuko darasa la 5. Wow. Yani anaendelea kwa kweli vizuri. Ana uvivu ambao watoto wengi wenye usonji wanakuwa pia wana hali ya uvivu. Kuna wakati hapa katikati tulirudi kwenye therapy tena akiwa darasa la 4. Akiwa anarudi kwenye therapy. Uvivu wa kuongea. Kuongea anaongea. Nitakuonyesha baadhi ya clip baada ya interview hapo utaona. Anaongea tu. Uvivu wake ni ile, kwa mfano unaweza kumwambia fanya kitu fulani. Afanye. Anakuwa hataki. Hata homework kuna saa usipoangalia homework zake afanye. Anapenda kufanya vitu vyake anavyovipenda. Anapenda kutoka shuleni achukue laptop, aanze kufanya coding, atengeneze katuni zake ambazo zinaongea, azitengeneze video, azitengeneze hadithi, azipandishe kwenye anafanya kabisa content kwa hiyo ya miaka 10. Wow. Yes, I will show you. Anapenda kufanya vitu. Kwa hiyo usipoangalia daftari zake za shule, ana neglect shule. Anaacha mwambie tandika kitanda, anakuambia sawa mama. Usipoenda kuangalia utakuta ametandika shuka ile amekunja kunja ameweka chini ya mto. Sasa hiyo ni uvivu. Kwa nini hujakunja shuka? Ndio mama anaomba unisaidie kuchuka, ni kubwa sana. Lakini hiyo ni excuse tu. Ni kwamba yani alikuwa hataki kulikunja. Maana angeza akaomba msaada hata wadada amshikie shuka. Kwa hiyo tunajaribu kuwalea pia sahau walisia kwamba kuna vitu vidogo vidogo pia ajifunze kujifanyia. Umetoka shule, kwa nini vitu viko nje mpaka sasa hivi? Vitu vyako peleka ndani mwenyewe, piga rangi mwenyewe hivyo.
Usipoangalia utasubiri kavaa kitu kina vumbi. Kitu kikubwa sana ni kwamba najitahidi pamoja na kwamba academically hafanyi vizuri sana lakini yuko shule. Hivyo mambo napenda kuvifanya kumsaidia, lakini na vitu vingine vya kawaida vya kijamii. Mtoto ajue kuoga mwenyewe, atakate anaoga mwenyewe, of course atumuogeshi. Ila kuna saa anaweza kaenda akaoga asitoe povu kichwani, akarudi nalo ndani likakauka, asipokagua unakuta kichwa kina vitu vyeupe. Kwa hiyo kuna hiyo kumsaidia awe independent, ajue kufanya usafi wa vinavyomuhusu, kutandika, nguo zake ziwe zimekunjwa vizuri, asivue akatupa, ambapo tunasema hayo sasa ni malezi ya kawaida. Hata mzazi ambaye hana mtoto mwenye mahitaji maalum anaweza akafanya. Kwa hiyo kwa mimi, kwa yeye nasema ni mtoto mwenye mahitaji maalum, lakini tayari tunakwenda kwa progress hiyo. Na hata kuna siku dada tunampa off, tunabaki nyumbani, dada yake ameshaanza sekondari yule mkubwa. Kwa hiyo msaidizi wa nyumbani tukampa off, baki mimi, baba yake na yeye Adel na mdogo wake huyo mdogo. Namwambia kaosha vyombo, nishakunywa chai. Anaosha. Anakwambia mami, mmoja servant. Namwambia no. Anasema hivyo. Kuosha vyombo ni maisha ya kawaida. Kwa sababu kwa uelewa wake, unajua watoto wenye autism yani ni on and off. Anachokiona ndo anadhani ndio uhalisia wa maisha. Kwa lazima mwambie kuosha vyombo sio kuwa servant. Hata sisi tukiwa wewe haupo na dada hayupo, na nyinyi wote mmeenda shule, naweza nikaosha chombo changu. Kwa hiyo kaoshe chombo. Lakini hiyo hali ilikuwa inamuuzi kiasi kwamba mpaka alitengenezea video. Yaani kuna video alitengeneza, alicreate kabisa content ya kuelezea jinsi ambavyo alikasirika kuosha vyombo, akaosha vyombo, akavunja sahani nini. Yaani hivyo. Na kitu kikipenda sana anatengeneza content. Yes. Akikichukia pia anatengeneza content. Yeah. Nice. Tumeenda vizuri sana, lakini pia kuwashauri wazazi wengine ambao wana watoto wenye mahitaji maalum kuhakikisha kwamba wanajaribu sana na kuwasaidia kwa nguvu zao zote Mungu alizowapa za kiuchumi, za kiakili. Kwa sababu ukimsaidia kwa kiasi kikubwa sana anavyokuwa anakuwa, yani niseme kabla ya ile miaka 10 hapa chini hapa, unakuwa umemvusha. Yani ndio kama yuko kufifisha kovu. Baadhi ya vitu labda vinaweza vikabakia, lakini kuna progress ambayo anaweza akaifanya. Hiyo ni kwa upande sasa wa kawaida maisha. Upande mwingine ni kwenye vyakula ambavyo nadhani upate siku igusia. Vyakula pia wanavyokula, epuka sana vyakula vya hivyo sio Kiswahili tunasemaje, processed food, vyakula vilivyochakatwa sana, vyakula ambavyo sio natural. Epuka soda hizi sio nzuri. Kama mtoto akiwa na issue, mtoto wako mwenye osonje after na issue ya kukosa utulivu, soda inamfanya anazidi kuwa ana fujo nyingi. Hiyo dasesi unajua. Unaweza ukacontrol vipi? Nyumbani usiwe na unazinunua. Na kama unalazimika wewe kunywa basi usinywe. Kama si mtoto waga atunywe soda kabisa. Sio kwamba hanywi soda mtoto, lakini anaweza akanywa labda kwa mara moja kwa miezi 3. Labda atoke nje sasa. Labda aende akanywe shuleni huko siku hatujui. Lakini nyumbani pale tuna control kabisa. Lakini kitu kingine anakuwa anakunywa nini? Juisi. Tengeneza juisi ya machungwa, tengeneza juisi ya maembe, tunda la msimu lilopo tengeneza juisi. Na sisi Adele wetu anapenda juisi sana. Sana. Na juisi tutengeneza hakuna kuweka sukari. Yeah. Hakuna kuweka sukari. Hivyo. Na ameshazoea. Vyakula vingine ambavyo pia vinasema kwamba sio vizuri, vyakula kama hivi vya ngano. Japo sasa ngano napo kwa context yetu ni ngumu sana kuiepuka. Kwa hiyo kama sisi tunajaribu kucontrol, kama kila mkate leo, kesho anakula viazi vitamu, mwingine anakula miogo, mwingine anakula kitu kingine kama vitumbua. Unajaribu kuwa na variety ili asile mfululizo. Kwa sababu kila mfululizo napo ina athari. Lakini pia kuna vyakula mbadala ambao tunasema ni supplements. Supplements ni nzuri sana, hasa za mafuta ya samaki, omega 3. Omega 3 ni specific. Kuna omega 3 ambazo mtoto akizitumia, hasa wenye mahitaji maalum, mara nyingi zinakwenda kufanya kazi kwenye ubongo wake. Lakini tunakumbuka labda hata kwa watu wanaoangalia hapa, tukiwa tuko wadogo zamani huko, sisi tulizaliwa miaka 80 huko, labda na wengine watakumbuka wazazi wale ambao walikuwa wanajua, walikuwa wananunua mafuta ya samaki yale ya maji. Mnanyweshwa ili msiugue mara kwa mara. Yana harufu mbaya. Yale mafuta ya samaki yale yalikuwa sio tu yanasaidia kuzuia magonjwa, yalikuwa pia yanajenga akili. Nafikiri ni kitu ambacho kwenye ulezi wa sasa hivi wazazi wengi tumesahau, hatufanyi. Lakini mafuta ya samaki ni mazuri mno. Sasa mafuta ya samaki yanakuja kwenye fomu ya vidonge, capsules, ambazo
inakuwa yameikwa mle ndani ili mtoto asisikie ile harufu. Asisikie ile harufu. Sisi tulikuwa tunapewa inaona harufu naisikia. Yes. Kwa hiyo nunua mafuta ya samaki, mtoto mwenye usonji akitumia mafuta ya samaki kwa wingi kila siku. Kila siku. Asubuhi na jioni. Kila siku. Asubuhi na jioni. Hata kwa wale ambao wana issue za kuanguka kama kifafa. Unajua saa nyingine pia usonji inapelekea kupata kidogo dalili za kifafa. Adeli siro kumtokea mara moja tu, lakini ukiweza kumpa mafuta samaki kwa bidii ina minimize sana. Ni ghali ila unaweza ukanunua hayo ya capsules, ukanunua kwa wingi ili uweze kupata subsidized discount. So mimi nasema nini ni ghali? Ghali ni kumwona mwanao haendelei kabisa. Au ghali ni wewe kuumia mfukoni ukatumia hela yako ya saluni mimi ninyoaga mpaka nywele. There was a moment mtoto kwa naona amenyonya kwa hajui kwa nini. Ninyoaga nywele kabisa. Nilikuwa na nywele natural na chana. Nilikuwa na chana na ingia bafuni naoga, yani sina nywele ndefu. Na mimi kwa siri na nywele ndefu. Kwa hiyo kuna vitu unafanya sio kwa sababu wewe umebarikiwa sana fedha nyingi ama una uchumi mzuri sana. Ni kwa sababu hicho kitu ndio cha thamani sana. Kwa hiyo mimi nafikiri kumfanya mtoto wako aweze kuendelea vizuri ni kitu cha thamani sana. Na ni kitu kikubwa sana ambacho wewe ukiwa una nguo 2 tu badala ya kuwa na nguo 6 hautakufa. Kama imebidi iwe hivyo. Wewe ukisema kwamba mimi nitaachana na mambo ya saluni za kulipa hela nyingi, hutakufa. Lakini mtoto wako utampa kitu ambacho ni kikubwa sana na utakuwa unajivunia baadaye kwa kile ambacho umekifanya. Kwa mimi napenda kutia wazazi moyo ambao wana watoto wenye mahitaji maalum na mahususi kabisa hili swala la autism. Huwa watoto wao wanapata progress, zinatofautiana na najaribu sana pia kusema zinatofautiana kwa sababu kuna hali wazazi kusema mbona mwanangu hajafikia kama wako. Tuondoe pia hali ya kukompea kwa sababu hata sisi binadamu mimi na wewe Irene hatuna usonji lakini tuko tofauti kwenye jinsi tunafanya vitu. Na hiyo ndio zawadi ya maisha. Yaani hatupaswi kufanana. Kwa hiyo hata mtoto wako mwenye usonji ukiona amepata progress, useme mbona progress yangu sio kama ya mtoto wa Irene, mbona sio kama ya mtoto wa Sesi. Yaani hiyo ndogo ambayo amepata, hiyo ni muhimu uifurahie, uichekelee, umzidi kumtia moyo mtoto wako na wewe mwenyewe ikutie nguvu kwamba bado unaweza ukaendelea kumsaidia na akafanya vitu vizuri. Na utafute pia zawadi zake ni zipi, talent za mtoto wako ni zipi. Na huko ndiko uweke nguvu. Alright. Wow, jamani huyo ni dada Cecilia Meshi ametupa story ya mtoto wake wa kiume ambaye ni mtoto wake wa pili kumzaa ambaye alizaliwa na hilo tatizo la usonji. Na kwa kweli ameenda into detail. Kama hujaelewa hapo, basi na mimi nategemea wewe ule tutazama utakuwa ambassador mzuri wa kutoka kwenye upande wa kuhukumu watoto kwa usichokijua na kuwa mmoja wa watu wanaopenda kuelewa na pengine kumshauri mtu kwamba jamani mtafute dasesi, mtafute mtu fulani naye anapitia hivi, utapata njia ya kupita. Nashukuru sana dasesi kwa muda wako. Umetubariki sana siku ya leo. Sasa tuambie kuna wazazi wana watoto wenye mahitaji maalum wengi. Na pengine hichi kipindi wanaweza wakakiona wakakisambaza kweli kweli. Sasa wewe wanakupataje ili na wenyewe waweze kuingia kwenye hii PANET, Parenting for Autism Network? Nashukuru sana Irene. Tuna website yetu, nitaitamka hapa, ni www.panetwork.tz. PANETwork nitaspell PANETWORK.tz.org. Hiyo ni website. Lakini ukienda Instagram ukaandika PANETwork TZ unaweza ukaona page yetu, au ukinitafuta mimi mwenyewe Ceci.meshi Instagram ukanifollow. Kwenye bio yangu pale juu nimeweka link ya page zetu ambazo pia unaweza ukazitembelea. Kwa hiyo Parenting for Autism Network ni mtandao wa wazazi wengi tu, tuko zaidi ya 100, lakini pia tunao watoa huduma tiba ama smart therapist wachache mle ndani ambao nao pia huwa wanatusupport hapa na pale.
Nia kubwa ya network ni kukutanisha wazazi ambao wana watoto wenye autism, maalum kabisa kwa ajili ya kuweza kushirikishana uzoefu wa kulea na usaidizi mwingine ambao watoto wanahitaji ili waweze kupiga hatua vizuri na kuendelea inavyopasa. Kwa hiyo karibuni sana, na Irene nakushukuru sana kwa mchango wako. Asante Daces. Mungu aendelee kukubariki na kukusimamia katika hili kusudi lako, ili jamii iweze kupata zaidi, iweze kupona. Amen. Leo nahitaji nguvu ya ziada. Amina. Jamani, nakushukuru sana wewe ambao umechukua muda wako kutizama kipindi hiki. Kipindi hiki ni kwa ajili ya kuwasaidia wazazi ambao wana watoto wenye mahitaji maalum. Hapa tumeongelea usonji, lakini kundi la watoto wenye mahitaji maalum ni kubwa sana. Kubwa kweli yani. Kuna watoto wenye utindio wa ubongo, inaitwa cerebral palsy. Kuna watoto wenye Down syndrome, kwa Kiswahili tunaitaga utahira. Kuna watoto wenye usonji ambao ndo hao wenyewe ni slow learners, mdogo mdogo. Hivyo, alafu kuna watoto, kuna makundi mengi. Na nikwambie tu kwamba hakuna mtu mzazi yoyote aliyewahi kuingia leba akasema jamani mimi naombeni huo mtoto mwenye usonji. Hayupo. Ndio maana kitu kinapokutokea inakuwa kama surprise, like kumbe inaweza ikatokea na mimi. Yaani inakuwa kama surprise kwamba Mungu wangu, kumbe mtoto wangu anaweza akawa hivi. Kwa hiyo unajikuta ni kitu ambacho unakuwa hujakiomba, unakuwa kinakutokea tu, lakini ni kwa makusudi ya Mungu. Namuona Daces alipata mtoto mwenye usonji, lakini leo hii anatufundisha ili na sisi pengine wenye njia hiyo tuweze kujifunza kutoka kwake, tuweze kupiga hatua vizuri zaidi. Angekuwa amekata tamaa leo, pengine ana depression, ana manini, unakuta anaondoka na mwacha mtoto anahangaika. Kwa hiyo nakushukuru sana kwa kujiunga leo. Kama ndo mara ya kwanza unatizama kipindi, make sure una subscribe. Nione maoni yako kwenye comments. Unasemaje? Mpongeze Daces pia kwa kazi hiyo. Lakini pia mwambie, tuma link kwa mtu ambaye ana tatizo hili. Unajua kwamba akisikiliza atasaidika. Na hili ndo lengo la kipindi hiki. Kwamba tuma kwa mtu ambaye anapitia hii changamoto. Ili akisikia aweze kusaidika na kupiga hatua kwa ajili ya huyo mtoto, lakini na kwa ajili yake binafsi. Majina yangu mimi naitwa Irene Kamugisha. Tukutane tena kwenye episode ijayo.